chama chako kinaonekana kinahitaji maridhiano, lakini kwa mazingira ama kwa sababu fulani fulani. Yaani kuna namna ambavyo wao wanahitaji vitu vifanyike ili sasa kama chama waweze kukaa na kuweza kukubali hayo maridhiano. Sasa wewe unapokuwa unazungumzia haya maridhiano hivi, wanachama wenzako au ndani ya chama wanakuonaje bwana Charles Odero? No, ni demokrasia. Chama chetu kwa asili yake, kwa jina lake tu ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo kwenye demokrasia kuna mbolea na rutuba nyingi ambazo za mawazo, kizani, lakini mwisho wa siku demokrasia inatutaka tuamue. Sio kwa wingi wa watu au kwa wingi wa maneno, ila kwa wingi wa uzito wa hoja. Kwa hiyo tunapozungumza mazungumzo ya maridhiano, asili yake, yani kwa chama chetu, mwanachadema yeyote, unapozungumza mazungumzo maridhiano, ndio chama chenyewe, ndio jina la chama. Kwa sababu hakuna muujiza wowote ukatamka demokrasia kama hautamki mazungumzo, hautamki maridhiano mwafaka. Huwezi kutamka neno maendeleo ukapata maendeleo, kwa sababu maendeleo ni matokeo ya mgogoro, matokeo ya maridhiano ambao unasababishwa na mgogoro. Ili upate maendeleo manake kuna mgogoro. Mgogoro wa nini? Hapa hatuna maji, hapa hatuna shule, hapa watu hawana ajira. Huo ni mgogoro. Ili mfikie mwafaka wa kupatikana maendeleo, lazima mje pamoja. Kwa nini kuna tatizo la maji? Kwa nini kuna tatizo la elimu? Kwa nini kuna tatizo la watu kukosa pesa mifukoni? Kwa nini watu hawalali kwenye makazi bora? Kwa nini watu wanasumbuliwa na njozi za njaa usiku kucha kwa sababu wamelala matumbo yao hayana kitu? Yoyote ni migogoro. Sasa ili utatue, lazima mfikie mwafaka. Watu wanalala kwenye makazi mabovu kwa sababu gani? Hivi na hivi, basi tufikie mwafaka, tuafikiane. Maridhiano ambayo umekuwa wewe ukiyazungumzia ni ya mazungumzo ya kisiasa, mageuzi ya kimfumo, ama kugawana madaraka kwa siri? Tunapozungumza mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa, maanake ni mkusanyiko wa ajenda mbalimbali. Ajenda ya mojawapo ni ajenda ya kisiasa, na mimi ni mwanasiasa. Kama mwanasiasa, tena sio mwanasiasa tu, mwanasiasa wa chama cha siasa, sababu mpaka sasa katiba yetu haitambui mgombea binafsi. Maanake ninalazimika kuwa, mtu yeyote analazimika kuwa na chama. Hivyo kwenye mazungumzo ya maridhiano, ajenda mojawapo kama nilivyosema ni ya kisiasa, inahusu wanasiasa. Tunapozungumza kwenye mazungumzo ya wanasiasa ni nini hapa? Tunamaanisha uwepo wa mfumo bora wa kuniwezesha mimi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uwezo wa mfumo bora wa kuniwezesha kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Awepo Pascal ambaye ndugu yangu, ambaye yeye anaamini kwenye chama cha CCM. Uwepo mfumo unaomruhusu yeye kuwa katibu mkuu wa chama, kuwa mgombea urais, kuwa mgombea ubunge au kuwa mbunge. Lakini ajenda za kwenye maridhiano haziishi tu kwenye za kisiasa. Tuna ajenda za kiuchumi, tuna ajenda za kirasilimali. Zote hizo lazima tuzizungumze. Tuna ajenda ya maadili ya viongozi, ambao ni jambo muhimu sana. Maadili ya viongozi wawe wa umma, maadili ya viongozi wa vyama vya siasa. Na mimi ninapendekeza hata huko kwenye katiba mpya, swala la maadili ya viongozi wa umma, viongozi wote wa kitaifa wa vyama vya siasa wajumuishwe kwenye swala la maadili ya viongozi wa umma. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa Chadema, mfano chama ambacho kinapokea ruzuku kutoka pesa za umma. Ninapaswa niingizwe, kwa sababu mimi ndo nitakuwa nazisimamia hizi pesa za umma ambazo zinaletwa huku kwenye chama. Lazima na mimi kuwepo na maadili ya viongozi wa umma. Kwa hiyo pande mbalimbali zinazungumzia haya maridhiano ambayo nawe pia unazungumza ama unasukuma. Lakini tukizungumzia katika wewe tu kama sehemu ya Chadema, chama ambacho mwenyekiti wake bado ameshikiliwa gerezani, na wewe unaendelea kuzungumza maridhiano, huo ni ipo haja kurudi nyuma na kusukuma ajenda ya hili jambo la mwenyekiti wako Tundu Antipas Lissu kwanza kuisha, alafu sasa baadaye mkaanza kusema sasa tunazungumza maridhiano?
Lissu yupo ndani, hilo linatupa nguvu kubwa sana na ujasiri wa kusukuma kama taifa, tuone kwamba taifa tumemess up, tumekosea sehemu. Sasa kama tumekosea tunafanyaje? Na hiki ambacho ninakifanya sio kigeni, ndicho ambacho alifanya Lissu akiwa Ubelgiji, ndicho ambacho chama chetu kilifanya. Mwenyekiti wetu Mbowe wakati huo alipokuwa jela, wafuasi wetu zaidi ya 400 walipokuwa jela kwa kesi mbalimbali baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, na wakati huo Lissu akiwa amekimbia Ubelgiji kwa ajili ya kusalimisha maisha yake. Ambacho Lissu alifanya, ambacho chama kilifanya ni kwamba chama kilimwambia Lissu, Rais Samia anakuja Ubelgiji, kama kiongozi mwenzako hakikisha umekutana na Rais Samia, mzungumze, miajenge. Walikutana wawili, waliyajenga. Je, ujenzi ule uliweka msingi? Ndiyo, tuliona msingi. Msingi wake mambo yale ambayo Lissu alimueleza kiongozi mwenzake Rais Samia wakati huo yalitekelezeka. Kama yalitekelezeka, hapo ndipo ambapo unaona msingi wa hoja ya Odero inapata nguvu, kwamba katikati ya shida na changamoto za kisiasa, wanasiasa wakikutana, haya mambo yanakwisha, yanajadilika na yanafanya nini, yanatatulika. Kwa hiyo msingi wa hoja kwamba mwenyekiti wetu yupo ndani, ni kweli yupo ndani, lakini je, tukae huku tukilia na kutoka machozi kwamba yuko ndani? Watu kama akina Odero lazima ni viongozi, lazima waweze kutafuta suluhu. Tumepewa akili ili tupate suluhu, na hatuwezi kukwepa kuzungumza kama taifa, hata kama huyo mtu ambaye tunadhani kwamba mshindani wetu ambaye anatuumiza, hatuwezi kukwepa kumkabili kwenye meza ya mazungumzo. Na mwenyekiti wetu Lissu ni mtu ambaye ni mahiri kwenye ujenzi wa hoja na kuzungumza, na ndio maana hakuweza kusema kwamba kwa vile mwenyekiti wangu yupo ndani, wafuasi wetu zaidi ya 400 wako ndani, vyama, shughuli za vyama vimepigwa marufuku, siwezi kukutana na Rais Samia ambaye anatoka Chama cha Mapinduzi. No, aliweza kumkabili Rais Samia kwenye meza ya mazungumzo. Mazungumzo yao yalizaa matunda, na hicho ndicho ambacho tunapaswa kufikiri. Na niwaombe hata watu wa media, tusukume ajenda ya taifa ili kuponya kwa njia ya mazungumzo. Mara kadhaa imekaririwa watu wakisema maridhiano yasihusishwe sana, ama maridhiano sio tu ya vyama vya siasa, kama maridhiano ni wa Tanzania, maridhiano ni ya taifa kwa ujumla. Unadhani kwa mazingira haya Watanzania wanaona nia ya dhati katika maridhiano ambayo yanazungumzwa na wanajiona wao wakiwa sehemu ya hayo maridhiano? Watanzania kwanza wasisubiri kwamba mtu fulani ndio awaletee maridhiano. Maridhiano yanapaswa kumilikiwa na Watanzania, kwa sababu kila Mtanzania anashare kwenye hayo maridhiano, ana ajenda yake. Wasio na ajira, na tutakapojadili ajenda ya kwenye meza ya maridhiano na mazungumzo ya kitaifa kuhusu swala la ukosefu wa ajira, manake watu wanahusika. Tukizungumza juu ya maadili, watu wanahusika. Tukizungumza ajenda ya mnyororo wa thamani ya upatikanaji wa haki katika taifa hili, kwa maana tangu mtu anapokamatwa, anapofikishwa polisi, upelelezi wa kesi yake unafanyika, mashtaka yanafanyika, anahukumiwa mahakamani, mashtaka yanaendeshwa kule, anahukumiwa kwenda gerezani au hajahukumiwa, kote huo wote ni mnyororo. Kwa hiyo yote, je, inawahusu watu wote? Ndio. Tuna ajenda ya kisiasa. Sasa kwa sisi wanasiasa, ajenda ya maridhiano tunaangalia sana eneo letu kila moja. Yaani maridhiano ni kama tembo, ni kama hadithi ya tembo na watu vipofu waliokwenda kufanya nini. Kwa hiyo yule aliyekamata shingo, yeye alikuja kuelezea kwamba tembo yuko fulani. Lakini maridhiano ni kama tembo, dude kubwa ambalo ndani yake kuna kila vipengele vya uchumi, vipengele vya rasilimali, vipengele vya maadili, vipengele vya mnyororo wa thamani ya upatikanaji wa haki, siasa. Na kwa sababu sisi kwenye siasa hapa, kwenye maridhiano tunaangalia swala la tume ya uchaguzi, tunaangalia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, tunaangalia sheria zinazoongoza tume hizo, zinazoongoza uchaguzi na kadhalika kwenye siasa. Lakini tuna swala la uchumi, tuna swala la rasilimali, tuna swala la rasilimali nilivyosema,
masuala mengi chungu zima. Kwa hiyo maridhiano ya kitaifa, mazungumzo ya kitaifa haya hayapaswi kujikita tu kwa ajili ya wanasiasa, na kila mmoja aone. Sasa bahati mbaya kwenye taifa kama la kwetu, siasa imebeba, na wanasiasa saa zingine tunachukulia kana kwamba sisi tunachokisema, sisi ndo tuna uchungu na nchi kuliko kila mtu yeyote, na sisi pengine tuna akili kuliko watu wote. Haipaswi kuwa hivyo. Kabla mzee Mayala pia hajasema hapo, labda mimi nifahamu hili then ataendelea. Vipengele ambavyo umeviorodhesha ambavyo wewe unaona kwamba ndo vinapaswa kuwa sehemu ya maridhiano ama kujadiliwa katika maridhiano, ni msimamo wa chama chako ama hayo ni maoni yako wewe binafsi? Je, hivyo vitu ambavyo umeviorodhesha wewe ndo Chadema pia kama chama wanavizungumza na kuvihitaji katika meza ya maridhiano? Mpaka sasa haya ni maoni binafsi kama raia na kama mwanachama, na nimesema chama chetu ni chama cha demokrasia, na mpaka sasa hata kwa ndani ya chama chetu hakuna msimamo wa vikao ambavyo vimekaa na kusema kwamba Chadema akishiriki kwenye maridhiano au Chadema akitashiriki. Kwa nini? Hatuwezi, chama chetu kama nilivyosema ni chama cha demokrasia, na hata ndani kwetu niwaambie tu ili muweze, mwake kuna watu wanatafsiri vibaya Chadema kuhusu swala la maridhiano. Baada ya sisi kutoka kwenye uchaguzi wa tarehe 21 Januari 2025, aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe katika hotuba yake ya kuaga alitaka viongozi waliokuwepo waunde kamati ya kushughulikia migogoro au maumivu yaliyotokana na uchaguzi. Kamati kuu ya chama kwa busara yake kiliamua kutengeneza kamati ya kushughulikia suluhu ndani ya chama, niite kamati ya maridhiano ndani ya chama. Kwa kama umeona busara jinsi gani ambavyo ndani ya chama sisi kamati kuu iliona busara kuwepo na swala la kushughulikia maridhiano, si zaidi sana tena tukiwa nje huko, yani yale ambayo tumetengeneza ndani vile vile nje lazima tufanye, kwa sababu hatuwezi kuwa chama ambacho eti ndani tutake maridhiano alafu nje tuseme kwamba maridhiano ni kitu kibaya. Haiwezekani. Kwa hilo lazima watu waweze kuelewa. Yeah. Odero, nikimfuatilia vizuri Mbowe wakati mnapitisha ile no reform no election, ilikuwa mmesema categorically kwamba hatutasusa uchaguzi, yani no reform no election, lakini hatutasusia uchaguzi. Kuna hoja ikajengwa kwamba mlikuwa mmetoa kauli mbiu hiyo ili kutingisha kibiriti, mwitwe mezani, mkae, zipigwe juisi, alafu twende kwenye uchaguzi. Sasa kwa matumaini kwamba ataendelea Mbowe, kitendo cha kwamba kibao kimegeuka huko kwenu akawa Lissu, na Lissu sio mtu wa maridhiano kihivyo, kuna ukweli kidogo kwenye hayo kwamba mliweka hiyo no reform no election mkijua ni Mbowe na tutaitwa, tutatingisha kibiriti, tutakwenda kwenye uchaguzi. Ameingia Jabali, ameamua hatuingii uchaguzi kweli. Kuna hoja kidogo ukweli katika hilo? Ni maneno tu. No reforms no election ilikuwa ni real campaign, ambao kampeni yenye lengo la kutaka mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Lakini niwaambie kwamba pamoja na hiyo kampeni, kilele cha kampeni hiyo ni lazima watu walikuwa wakae wazungumze. Viongozi wetu, makamu mwenyekiti wetu Lissu, makamu mwenyekiti bara John H pamoja na mjumbe wa kamati kuu God bless Lema walipoenda kwa Odinga Kenya, marehemu Odinga alichowaambia kwamba nendeni mkae mzungumze na Rais Samia kuhusu haya. Msimamo wangu Odero tangu mwanzo na nilipowasiliana na viongozi wangu ndani ya chama na maandiko yangu kwenye magrupu ya chama, msimamo huu ulikuwa ni hivyo kwamba lazima hatuwezi kupata reforms bila kukaa chini kuzungumza. Kwa sababu uzuri Pasco, wewe ni mwanasheria, unafahamu taratibu za ubadilishaji, utungaji wa sheria au mabadiliko yoyote ya sheria nchi hii huwezi kufanya barabarani. Mabadiliko hayo yanafanywa bungeni, na tena bunge lina be moved na muswada ambao umetoka serikalini. Kwa hiyo katika nchi kama nchi
Aidha unampenda rais kwa sura yake au umpendi kwa sura yake, umpendi kwa chama chake, lakini huwezi kukwepa unapozungumza juu ya mabadiliko yoyote ya sheria, huwezi kumkwepa huyo rais. Ndio maana mimi nilishauri viongozi wangu, nilishauri kwamba hapa hatuwezi kutoboa, lazima tukae, tukutane, tuzungumze na Rais Samia, whether tunapenda sura yake au hatupendi sura yake, whether tunapenda chama chake au hatupendi chama chake, lakini lazima tukutane naye tuzungumze. Kwa mimi msimamo wangu wa kuzungumza haujaanza leo, haujaanza jana, umeanza. Kwa hiyo na hatakuwa na kwamba hiyo unaosema kwamba tuna tikisa nini kibiriti alafu ili muitwe pigwe majuisi. Labda katika hilo la msimamo wako kuhusu mazungumzo na kuhusu Samia, kwa lugha nyingine, sasa wewe kama Odero unamtambua Samia kama rais wa Jamhuri ya Muungano, na ili muweze kuzungumza naye uko tayari kuwashawishi wenzako Chadema kwamba jamani, tumtambue ili twende mezani? Ya mimi kama Odero ninamtambua kwa sababu kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania. Na nitakuwa mtu wa ajabu nikisema kwamba huwezi kumtambua. Kama humtambui, maana yake unajua hatuna nchi. Kwa sababu kati ya vyeo ambavyo haviwezi kuwa na vacuum hata ndani ya saa moja ni cheo cha nini? Cha rais wa Jamhuri ya Muungano. Ni cheo kipekee duniani ambacho akipaswi kuwa na vacuum. Kwa hiyo mimi nafahamu chama kimetoa msimamo, lakini misimamo ya siasa sio misimamo ya kimsahafu, sio Biblia, sio Qur'ani. Ni misimamo ambayo inatolewa kwa wakati kwa ajili ya kulenga kitu fulani na utekelezaji wake. Kwa hiyo hayo ni matamko ambayo lengo lake ni kutengeneza tu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile bado tunasema kwamba ili tutoke hapa twende mbele lazima tukutane. Ina maana sasa wewe Odero, tunavyozungumza kama mwanachama wa Chadema, unamtambua Samia, ina maana umetofautiana na chama chako kama mwanachama, na ndani ya chama chako mnao uhuru wa mwanachama kuwa tofauti na misimamo ya chama na usionekane kama msaliti. Huwezi kuitwa msaliti au mtu, unajua mtu anaweza kukuita msaliti kwa kutujua kwake. Lakini msimamo wangu kama Odero ni msimamo wa kisheria wa nchi yetu kwamba rais wa nchi hii anaitwa Samia Suluhu Hassan. Sasa hapo na mimi nikazie haya maridhiano ambayo wewe, kwa sababu ni mwanachama wa Chadema, maana hiyo basi Chadema inayahitaji pia haya maridhiano. Labda tukizungumza hapo kwa hiyo mnataka kuingia katika maridhiano huku mkisema uchaguzi haukuwa halali, kwa hiyo mnashiriki maridhiano, mnakaa meza moja na mfumo ambao mnasema sio halali. Unajua sisi hatukushiriki kwenye uchaguzi, na kilio chetu au sababu yetu kubwa ya kutokushiriki kwenye uchaguzi ni mgogoro wetu na mfumo wa uchaguzi. Kwa hiyo msimamo wetu uko pale pale bado kwamba mgogoro wetu kuhusu mfumo wa uchaguzi bado uko pale pale. Sasa ili tuutengeneze, tutibu hili tatizo, hatuwezi kutengeneza hili tatizo Chadema wakiwa kaskazini, CCM wakiwa kusini, vyama vingine ACT wakiwa kaskazini, Chauma wakiwa wapi, na watu wengine wakawa tofauti. Lazima turejee katikati. CCM waje katikati, Chadema waje katikati, vyama vingine vije katikati, taifa lije katikati, tuzungumze kwamba nini kinatukwaza. Kama nilivyosema kwamba tunapokuwa kwenye ajenda ya mazungumzo, maridhiano ya kitaifa, maana ajenda moja wapo itakuwa ni swala la uchaguzi au swala la vyombo vinavyosimamia uchaguzi, demokrasia na siasa kwa jumla wake. Sasa hapo tutasema jamani, tatizo katika taifa hili, kwa mfano eneo la uchaguzi, vyombo vinavyosimamia uchaguzi, sheria zinazosimamia uchaguzi, ofisi zote zinazosimamia demokrasia katika taifa vina kasoro 1, 2, 3. Sasa tunafanyeje? Tunafikia mwafaka, kwa sababu kwenye mazungumzo ya maridhiano kuna kipengele cha uwajibikaji, na uwajibikaji wa mwisho kwenye mazungumzo yote ya kitaifa ya maridhiano ni uwepo wa mageuzi ya mifumo. Leo tunalalamika kwa mfano
kwenye mnyororo wa upatikanaji wa haki Tanzania tunalalamika swala la dhamana, kwamba kuna kesi zina dhamana na kuna kesi hazina dhamana. Tutafanyeje? Lazima kwenye mazungumzo haya lazima tuyajumuishe, ili kwamba tutakapokuja kupatia mwafaka, kwa maana kwamba uwajibikaji wa maboresho ya mifumo, tuwe na katiba ambayo itatamka haya mambo, tuwe na sheria ambazo zina mtizamo wa haki za binadamu na haki za kiraia, kwamba kama ni swala la dhamana iwe wazi kwa kila mtu. Kwa haya yote ndio maana tunasema tutazungumza mezani. Na nirudie tena, kwenye mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa kuna kipengele cha uwajibikaji, na uwajibikaji wa mwisho ambao sasa ndo madai yetu Chadema ambayo yalitufanya tusiweze kushiriki uchaguzi, maboresho ya mageuzi ya mifumo ya kisheria. Na kwetu sisi mageuzi ambayo tulikuwa tunataka mwanzoni, tulikuwa tunasema full katiba, yani total reforms, mageuzi ya jumla kabisa, yani katika ukubwa wake kwa maana ya katiba. Lakini muda ulivyokwenda tulisema basi tufanye minimum reforms, mageuzi madogo hasa kwenye sheria tu zinazohusu uchaguzi. Lakini kwa sasa uchaguzi umekwisha, tumeanza hatua ya pili. Madai yetu ya msingi ya mageuzi ya mifumo ya uchaguzi bado iko pale pale, lakini tutapataje? Lazima tuzungumze. Kwenye mazungumzo haya ndipo ambapo sasa tutajenga hoja juu ya upatikanaji wa katiba mpya. Na Rais Samia amesema wakati anahutubia bunge, amesema kwamba katika mazingira kama haya na yaliyotokea Oktoba 29 asingeweza kwenda moja kwa moja kuanzisha mchakato wa katiba mpya kabla watu hawajaridhiana. Lakini watu waelewe dhana ya maridhiano ni kujenga uelewa na kujenga utamaduni wa kuanza kuaminiana. Niwakumbushe tu kilichosababisha tukose katiba, pamoja na nia njema ya Rais Kikwete wakati huu aliyekuwa rais, ni nini? Ni kwa sababu moja, hatukuridhiana kama taifa, kila moja alishikilia kipande chake. Kipande. Chadema akashikilia kipande, Kafu akashikilia kipande, CCM akashikilia kipande, wanaharakati wengine wakashikilia vipande, kila mmoja akashikilia kipande. Mwisho kila mmoja aliondoka na kipande chake. Nafikiri tumejifunza. Sasa tunapokwenda kwenye maridhiano ya kitaifa, bahati nzuri Chadema wamefanya mazungumzo na maridhiano na CCM na serikali baada ya Rais Samia kuingia madarakani. CUF kwa kule Zanzibar wana historia ya kufanya mazungumzo na CCM. ACT sasa hivi ninapoongea wanafanya mazungumzo kutatua mgogoro wa kisiasa kule visiwani Zanzibar. Kwa jumla sisi Tanzania tuna uzoefu.